بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Alif Lam Mim. Warumi wameshindwa katika nchi iliyo karibu, nao baada ya kushindwa kwao watashinda. Katika miaka michache amri ni ya Mwenyezi Mungu kabla yake na baada yake, na siku hiyo waumini watafurahi. Kwa nusura ya Mwenyezi Mungu humnusuru amtakaye, naye ndiye mwenye nguvu mwenye kurehemu. Ni ahadi ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu havunji ahadi yake, lakini watu wengi hawajui. Wanajua hali ya dhahiri ya maisha ya dunia na wameghafilika na akhera. Je, hawajifikiri nafsi zao? Mwenyezi Mungu hakuumba mbingu na ardhi na viliomo ndani yake ila kwa haki na kwa muda maalum. Na hakika watu wengi bila shaka ni wenye kukataa kuwa watakutana na Mola wao mlezi. Je, hawatembei katika ardhi wakaona ulivyokuwa mwisho wa waliokuwa kabla yao? Nao walikuwa na nguvu zaidi kuliko wao, na wakaitambua ardhi na wakaistawisha zaidi kuliko walivyostawisha wao. Na mitume wao wakawajia na dalili zilizo wazi. Basi hakuwa Mwenyezi Mungu ni mwenye kuwadhulumu, lakini walikuwa wakijidhulumu nafsi zao. Kisha ulikuwa mwisho wa waliofanya ubaya ni kuzikanusha ishara za Mwenyezi Mungu, na wakawa wanazifanyia maskhara.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Surati Rum imeteremka Maka. Sura hii imeanza kutaja kushindwa kwa dola ya Rumi na ahadi ya Mwenyezi Mungu kwa waumini kwamba atawapa ushindi kuwashinda Waajemi, na ikawataka watu wafikiri juu ya uumbaji wa Mwenyezi Mungu na watembee katika ardhi wapate kujua mwisho wa makafiri walioiamirisha ardhi zaidi kuliko walivyoiamirisha wao Makureshi. Na sura hii imeeleza hali ya watu siku ya Kiyama na ikasifu kutakasa kwa waumini kumtakasa Mwenyezi Mungu na wanavyomwabudu yeye asubuhi mapema na jioni na adhuhuri na alasiri, na ikanabihisha dalili za upweke wake Mwenyezi Mungu kwa kupishana zamu usiku na mchana na kukhitalifiana lugha na mambo yanayoonekana ya ulimwengu katika mbingu na ardhi, na ikapiga mifano ambayo inaonyesha upotovu wa shirki, na ikawakumbusha watu vipi Mwenyezi Mungu alivyoumba wao na akawaneemesha na kuvitia nguvu viungo vya ukoo na kushikamana kwa ujamaa, na ikashughulikia mambo ya sharia, ikahirimisha riba na ikalazimisha zaka, na ikahimiza kuwafanyia wema jamaa. Kisha Mwenyezi Mungu subhanahu akawaneemesha waja wake na akawataka washike dini na utiifu, na akawataka waangalie katika ulimwengu yale maajabu yake yanayoonyesha ukomo wa nguvu na uweza, na akabainisha mabadiliko ya binadamu anavyogeuka mpaka akafikia umri wa ukongwe kabisa. Na aya za mwisho zimegusia siku ya Kiyama na jinsi washirikina wanavyoikanya, na sura ikahitimishia kwa kumnasihi Mtume sallallahu alaihi wasallama athibiti juu ya haki na avumilie kwa yanayomfika, kwani ahadi ya Mwenyezi Mungu inakuja tu bila muhali wowote. Sura hii imeanzia kwa aya hii ili kufahamisha kwamba Qur'ani imetungwa kwa hizi herufi wanazozitamka Waarabu kwa wepesi na kwa uwazi, lakini wanaokanya wameshindwa kuleta mfano wake, nazo vile vile zinawazindua watu wasikilize na wanyamaze, na ziwapelekee kusadiki utume wa Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Waajemi waliwashinda Warumi katika nchi ya karibu na Arabuni, nao ni mipakani mwa Shamu, na Warumi baada ya kushindwa kwao watakuja washinda Waajemi kabla ya kupita miaka 9. Na washirikina walifurahi kwa kushinda Waajemi, na wakawaambia Waislamu, tutakushindeni kama Uajemi ilivyoushinda Urumi, ambayo ni katika watu wa kitabu. Lakini Mwenyezi Mungu alitimiza ahadi yake, Warumi wakawashinda Waajemi kwa muda ule ule ulioutaja. Ikawa ile ni ishara ya ukweli wa Muhammad sallallahu alaihi wasallama katika wito wake na ukweli walioeleta. Ni ya Mwenyezi Mungu amri na hukumu kabla ya kila kitu na baada ya kila kitu. Na siku ya Warumi kuwashinda Waajemi watafurahi waumini kwa ajili ya ushindi wa Mwenyezi Mungu anaompa mtakaye, na yeye ndiye mwenye kuwashinda maadui zake, mwenye kuwarehemu vipenzi vyake. Maoni ya wataalamu juu ya aya hii ya kwanza hadi ya 4. Katika aya hizi tukufu ipo ishara ya vituko viwili. Cha kwanza kilikwisha tokea hasa, na cha pili kilikuwa bado hakijatokea. Na hayo ni kutoa habari ya ghaibu, na imetajwa kuwa yanatokea mnamo miaka michache, ambayo maana yake ni miaka 3 mpaka 9. Na maelezo ya tukio la mwanzo ni kuwa Waajemi na Warumi walipambana kwa vita katika nchi ya Shamu katika enzi za Khasro Abrawiz au Khasro wa pili, mfalme wa Uajemi maarufu kwa Waarabu kwa jina la Kisra, na Heraklasi mdogo mfalme wa falme wa Kirumi ambaye kwa Waarabu ni maarufu kwa jina la Heraklo. Katika mwaka wa 614 Uajemi iliteka Antiokia, mji mkubwa kabisa katika jimbo la mashariki katika ufalme wa Rumi, na baadaye ikatekwa Dimishki yani Damask, na ukazingwa mji wa Baitul Muqaddas yani Yerusalemu mpaka ukasalimu amri. Wakaunguza, wakawaingilia wakazi wake kuwachinja. Moto huo uliteketeza kanisa la Kiyama. Wavamizi hao waliuchukua msalaba wakaupeleka kwa jiji lao,
nyoyo za Wakristo zilihuzunika sana kwa msiba huu wa kutisha. Ilivyokuwa kushindwa huku kuliwaletea furaha washirikina wa Maka, na wakawa wanafanya tashtiti Waislamu kwa kuwa Warumi ni watu wa kitabu kama watu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallama, na Waajemi kama washirikina si watu wa kitabu. Basi Mwenyezi Mungu mtukufu aliyetukuka alimteremshia Muhammad aya hizi zilizo wazi ili ambashirie kuwa watu wa kitabu watakujashinda na waumini watafurahi. Na kushindwa kwa washirikina na uovu wa hatima yao kuliwekewa kiwango cha miaka michache. Na ufafanuzi wa tukio la pili ni kuwa Heraklu, kaisari wa Rumi, ambaye jeshi lake lilishindwa, hakukata tamaa kuwa atashinda. Akawa anajiandaa kwa ajili ya mpambano utakaofuta hali ya kushindwa. Mpaka mwaka wa 622 wa kuzaliwa Nabii Isa alayhi salam, yani mwaka wa kwanza wa hijra, Waajemi wakalazimika kuingia vita katika nchi ya Armenia. Huko Warumi wakashinda, na ikawa hapo ndio chanzo cha ushindi mara nyingi wa Warumi kuishinda Uajemi. Ndiyo hivi watu wa kitabu wakawashinda washirikina, na ukweli wa bishara Qur'ani ukathibiti. Na tena kituko cha tatu kinafahamika maana kutokana na aya hizi tukufu, nacho kikaleta furaha kwa Waislamu, nacho ni kushinda kwao kuwashinda washirikina Makureshi katika vita vya Badri vilivyotokea siku ya Ijumaa mwezi 17 Ramadhani mwaka wa pili wa hijra, yani mwaka 623 wa kuzaliwa Nabii Isa alayhi salam. Mwenyezi Mungu ameagana na waumini kwa agano la kweli, na Mwenyezi Mungu havunji agano lake. Lakini makafiri wanaokataa si ada yao kujua mambo hakika yalivyo. Wanajua mambo na njia za kuamrisha na kustarehe na mapambo yake, na hali wao wamepita mpaka katika ujinga na kughafilika kujitengenezea akhera yao. Yamefutwa macho yao na nyoyo zao, na hivyo hawajifikirii mambo yaliyohusiana na roho zao wakaujua mwisho wao. Mwenyezi Mungu hakuziumba mbingu na ardhi na nyota na vinginevyo viliomo baina yao ila kwa kweli kweli, si mchezo, na kwa wakati uliowekewa kiwango chake maalum kitakachokwisha. Na hakika wengi wa watu wanakataa kuwa watakuja kukutana na Mwenyezi Mungu, na kwamba itakuwapo saa ya kiyama. Wao wameshikilia kukaa katika nchi zao tu, wala hawendi kokote duniani wapate kushuhudia ulikuwaje mwisho waliokufuru wa kabla yao. Hao walikuwa na nguvu zaidi kuliko hawa makafiri wa sasa, na wakaugeuza uso wa ardhi wapate kutoa humo viliomo ndani yake kama maji na madeni na wakulima, na wakaiamirisha ardhi zaidi kuliko walivyoamirisha hawa. Na mitume wa Mwenyezi Mungu wakawajia na miujiza iliyo wazi, na wao wakaikataa. Mwenyezi Mungu akawatia mkononi, kwani yeye hawalipi bila makosa, wala hawashiki kabla ya kuwakumbusha na kuwapa muhula. Lakini watu hawakuwa wanadhulumu ila nafsi zao tu. Tena mwisho wa hao watu waliotenda hadi ya uovu ni kuzikataa ishara za Mwenyezi Mungu, na wakawa wanazidharau hasa. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون
وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. Mwenyezi Mungu huanzisha uumbaji tena akaurudisha mara ya pili na kisha mtarejeshwa kwake. Na itaposimama saa wakosefu watakata tamaa, wala hawatakuwa na waombezi miongoni mwa waliokuwa wakiwashirikisha na Mungu, na wao wenyewe watawakataa hao washirikishwa wao. Na siku itaposimama saa, siku hiyo watagawanyika. Ama walioamini na wakatenda mema watafurahishwa katika bustani, na ama waliokufuru na wakazikanusha ishara zetu na mkutano wa akhera, hao basi watahudhurishwa katika adhabu. Basi subhanallah, mtakaseni Mwenyezi Mungu jioni na asubuhi. Na sifa zote njema ni zake katika mbingu na ardhi na alasiri na dhuhuri. Hukitoa kilicho hai kutokana na kilichokufa, na hukitoa kilichokufa kutokana na kilicho hai, na huisha ardhi baada ya kufa kwake, na kama hivyo ndivyo mtafufuliwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Mwenyezi Mungu aliyetakasika na kutukuka huanzisha uumbaji wa binadamu tangu mwanzo, kisha hurejea tena kuwaumba baada ya kushakufa kwao. Tena hao wote wanarejea kwake yeye peke yake kwa ajili ya hisabu na malipo. Na kikifika kiyama, makafiri watakata tamaa ya kuweza kujitetea nafsi zao, na wala hawapatikani waombezi kutokana na hao waliowaabudu badala ya Mwenyezi Mungu, na kwa sababu yao wakawa ni makafiri duniani. Na itaposimama saa, yani siku ya kiyama, kila kikundi kitaendea kwenye ajali yake ya milele. Ama walioamini na wakaambatisha imani yao na vitendo vyema, basi hao watakuwa katika bustani yenye miti na maua, watafurahi na watanemeka. Ama wale waliokufuru na wakazikataa ishara zetu na mkutano wa kufufuliwa na kuhesabiwa, basi hao watakuwa wanaishi katika adhabu, wala hawatoki humo. Basi mtakaseni Mwenyezi Mungu na kila ambacho akimwelekei kwa utukufu wake na ukamilifu wake, na muabuduni yeye mnapoingia jioni na mnapoingia asubuhi. Na Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye kustahiki kuhimidiwa na kusifiwa na kushukuriwa na walioko katika mbingu na katika ardhi. Basi mhimidini na mumuabudu wakati wa alasiri na mnapoingia dhuhuri. Yeye hutoa kiumbe kihai kutokana na kitu kisichokuwa na uhai, na hukitoa kitu kisichokuwa na uhai kutokana na kitu chenye uhai, na huihuisha ardhi kwa mimea baada ya kuwa ni kavu tupu. Na mfano anaofanya hivi, basi ndivyo hivyo Mwenyezi Mungu atakutoweni makaburini mwenu. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم
بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Na katika ishara zake ni kuwa akakuumbeni kwa udongo kisha mmekuwa watu mliotawanyika kote kote. Na katika ishara zake ni kuwa amekuumbieni wake zenu kutokana na nafsi zenu ili mpate utulivu kwao, naye amejalia mapenzi na huruma baina yenu. Hakika katika haya bila shaka zipo ishara kwa watu wanaofikiri. Na katika ishara zake ni kuumba mbingu na ardhi na kutofautiana ndimi zenu na rangi zenu. Hakika katika hayo zipo ishara kwa wajuzi. Na katika ishara zake ni kulala kwenu usiku na mchana na kutafuta kwenu fadhila zake. Hakika katika haya bila shaka zipo ishara kwa watu wanaosikia. Na katika ishara zake hukuonyesheni umeme kwa kukutieni hofu na tamaa, na hukuteremshieni maji kutoka mbinguni, na kwa hayo huifufua ardhi baada ya kufa kwake. Hakika katika hayo zipo ishara kwa watu wanaozingatia. Na katika ishara zake ni kuwa mbingu na ardhi zimesimama kwa amri yake, kisha atakapokuiteni mwito mmoja tu, hapo mtatoka kwenye ardhi. Na vyake yeye vilivyo mbinguni na katika ardhi vyote vinamtii yeye. Na yeye ndiye anayeanzisha uumbaji kisha ataurudisha mara nyingine, na jambo hili ni jepesi zaidi kwake. Naye ndiye mwenye mfano bora katika mbingu na ardhi, na yeye ndiye mwenye nguvu, mwenye hikma. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Na katika dalili za kuonyesha ukamilifu wa uweza wake ni kuwa ameumba asili yenu kutokana na udongo usiokuwa na uhai, kisha nyinyi mmekuwa watu mliotawanyika katika ardhi kwa ajili ya kutafuta kitachokuleteni kubaki kwenu. Na katika dalili za rehema yake ni kuwa akakuumbieni enyi wanaume wake wa jinsi yenu, mkae nao kwa uzuri na kituo, na amekujalieni baina yenu na wao mapenzi na kuoneana huruma. Hakika katika haya bila shaka zipo dalili kwa watu wanaofikiria uumbaji wa Mwenyezi Mungu mtukufu. Na katika dalili za kuonyesha uweza wake na hikima yake ni uumbaji wa mbingu na ardhi kwa mpango huu wa namna pekee yake wenye kupendeza, na kutalifiana ndimi zenu katika lugha mbalimbali na lafdhi mbalimbali, na kutofautiana rangi zenu katika weusi na weupe na nyinginezo. Hakika katika haya bila shaka zipo dalili zinazowanufaisha watu wenye ujuzi na kufahamu. Na katika ishara zake zenye kuonyesha ukamilifu wa uweza wake ni kuwa amekupeni sababu za mapumziko kwa kulala kwenu, na akakusahilishieni kutafuta riziki usiku na mchana kutokana na fadhila zake kunjufu.
hakika katika haya bila shaka zipo dalili kwa watu wanaonafiika kwa wanaoyasikia. Na katika ishara zake ni kuwa na kuonyesheni umeme katika mawingu, muone hofu kwa radi na tamaa ya kupata mvua ya kuteremka kutoka mbinguni, ili ardhi huike baada ya kuyabisika. Hakika katika hayo bila shaka zipo dalili kwa watu wanaozingatia mambo wakayafahamu kama ifaavyo. Na katika dalili za ukamilifu wa uweza wake na hikma yake na ukunjufu wa rehema yake ni kuwa mbingu na ardhi zimesimama kwa amri ya Mwenyezi Mungu kama muonavyo, kwa mujibu wa hukumu za ufundi na ustadi wa kupanga. Kisha akikuiteni kwa ajili ya kufufueni, mtatoka makaburini mbio mbio kuitikia wito wake. Na ni vyake Mwenyezi Mungu subhanahu vyote viliomo katika mbingu na ardhi, kwa kuviumba na kuvimiliki na kunyenyekea. Vyote ni vyenye kumtii Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu subhanahu aliyeumba viumbe vyote bila ruwaza, kisha atavirudisha tena baada ya mauti. Na kurudisha kwake ni jambo jepesi zaidi kuliko kuvizua mwanzo, kwa mujibu wa nadhari ya vipimo vyenu na itikadi yenu, kwamba kukirudisha kitu ni sahali kuliko kukizua. Na Mwenyezi Mungu ana sifa ya kutangulia ya shani ya namna pekee katika uwezo uliokamilika na hikma iliyotimia katika mbingu na ardhi. Na yeye ni mwenye kushinda katika ufalme wake, mwenye hikma katika vitendo vyake na kukadiria kwake. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ Amekupigieni mfano kutokana na nafsi zenu. Je, katika hao iliyowamiliki mikono yenu ya kulia mnao washirika katika hivyo tulivyokuruzukuni, mkawa nyinyi katika hivyo ni sawa sawa, mnawaogopa kama mnavyoogopana wenyewe kwa wenyewe? Namna hivi tunazipambanua aya zetu kwa watu wenye akili. Bali waliodhulumu wamefuata mapendo ya nafsi zao pasina kujua. Basi nani atamuongoa ambaye Mwenyezi Mungu amemwacha apotee? Wala hao hawatakuwa na wakuwanusuru. Basi uelekeze uso wako sawa sawa kwenye dini. Ndilo umbile la Mwenyezi Mungu alilowaumbia watu. Hapana mabadiliko katika uumbaji wa Mwenyezi Mungu. Hiyo ndiyo dini iliyonyoka sawa, lakini watu wengi hawajui. Muwe wenye kutubia kwake, na mcheni yeye, na shikeni sala, na wala msiwe katika washirikina. Katika wale ambao kwamba wamegawanya dini yao na wakawa makundi makundi, kila kikundi kinafurahia kilicho nacho. Yakiwapata watu madhara humomba Mola wao mlezi, nao wametubu kwake. Kisha akiwaonjesha rehema itokayo kwake, mara kikundi miongoni mwao humshirikisha Mola wao mlezi. Kwa kuyakataa tuliyowapa, basi stareheni, mtakujajua. Au tumwateremshia hoja ambayo kwayo ndiyo wanafanya ushirikina? Na watu tunapoonjesha rehema huifurahia, na ukiwasibu uovu kwa iliyoyatanguliza mikono yao wenyewe, mara wanakata tamaa. Kwani hawaoni kwamba Mwenyezi Mungu humkunjulia riziki amtakaye na humdhikisha amtakaye? Hakika katika hayo zipo ishara kwa watu wanaoamini. Basi mpe jamaa haki yake, na maskini na msafiri. Hayo ni kheri kwa watakao radhi ya Mwenyezi Mungu, na hao ndio wenye kufanikiwa. Na mnachokitoa kwa riba ili kiongezeke katika mali ya watu, basi hakiongezeki mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini mnachokitoa kwa zaka kwa kutaka radhi ya Mwenyezi Mungu, basi hao ndio wataozidishiwa. Mwenyezi Mungu ndiye aliyekuumbeni, kisha akakuruzukuni, kisha anakufisheni, na kisha anakufufueni. Je, yupo yeyote katika hao mnaowashirikisha na Mwenyezi Mungu afanye lolote katika hayo? Yeye ametakasika na ametukuka na hayo mnayomshirikisha naye. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Mwenyezi Mungu amekupigieni mfano unaotokana na nafsi zenu, na Mwenyezi Mungu mtukufu mwenye kutukuka amempigia mfano huo huyo aliyewafanya viumbe ni washirika wa Mwenyezi Mungu.
mfano wenyewe ni kwani nyinyi mnawafanya watumwa wenu washirika katika mali na vinginevyo tulivyokupeni. Basi je, nyinyi na wao ni sawasawa katika hayo? Mnawaogopa hao watumwa wenu na hamfanyi kitu kwa mnavyomiliki bila ruhusa yao, kama wanavyoogopana waungwana wao kwa wao. Ikiwa nyinyi hamiatia kilini haya wala hamiafanyi, basi imekuwaje hata mnavifanya baadhi ya alivyovimiliki Mwenyezi Mungu kuwa ni washirika wake? Kwa ufafanuzi kama huu tunawabainishia haya watu ambao wanazingatia mifano inayopigwa, bali waliokufuru wanafuata pumbao zao bila kujua matokeo ya kufuru zao. Basi hapana yeyote aliyeachiliwa na Mwenyezi Mungu kupotoka atakayeongoka, wala hapana atakayewaombea na akawalinda na adhabu. Basi elekeza uso wako na uelekee kwenye dini mbali na upotovu wao, na shikamana na maumbile ya Mwenyezi Mungu waliowaambia watu, nayo ni kuwa wao ni wenye kuikubali tauhidi, imani ya Mwenyezi Mungu mmoja, wala si wenye kuikataa. Na haitakikani kuigeuza hulka hii. Huko ndiyo kuumbwa ndiyo tauhidi, nayo ndiyo dini iliyonyoka sawa sawa. Lakini washirikina hawaujui ukweli huo. Kuweni wenye kurejea kwake kwa kutubu, na tendeni aliyokuamrisheni na acheni aliyokukatazeni. Na hifadhini swala, wala msiwe katika wenye kumwabudu mwenginewe pamoja na Mwenyezi Mungu. Katika waliogawanya dini yao wakawa makundi mbalimbali, kila kikundi kinawania upande wake, na kila fungu miongoni mwao linafurahia kwa yalionayo, na wanajidhania kuwa wao tu ndio wako katika haki. Na watu yakiwapata madhara, ugonjwa au shida yoyote, humkimbilia Mwenyezi Mungu na wakamuomba na wamerejea kwake, wakitaka waondolewe hiyo shida. Kisha akiwaonjesha kuondolewa na hiyo shida, na akawapa sehemu ya fadhila yake, baadhi yao hukimbilia mbio kwenda kumshirikisha Mola wao mlezi, upate kuwa mwisho wa mambo yao kuzikanya neema za Mwenyezi Mungu walizowapa. Basi enyi makafiri mnaokataa, stareheni kama mpendavyo, mtakuja ujua mwisho wenu. Kwani tuliwaacha katika upotovu wao, wala hatukuwazindua na ndoto zao, bali tuliwateremshia hoja ya kushuhudia kwa yale waliokuwa wakishirikisha na Mwenyezi Mungu. Na tukiwaonjesha watu neema, huifurahia kwa furaha ya kuwatia kiburi, na ikiwapata shida kwa madhambi walioyachuma wenyewe, huwa wepesi kukata tamaa, na Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Je, wamengi wana ujinga hata hawajui nini kinachonifikisha kwenye imani? Wala hawajui kwamba Mwenyezi Mungu humkunjulia riziki amtakaye na humfikisha amtakaye kwa mujibu inavyoafikiana na hikima yake? Hakika katika hayo zipo dalili wazi kwa watu wanaoiamini haki. Na ilivyokuwa Mwenyezi Mungu mtukufu ndiye anayekunjua riziki na akaifikisha, basi mpe aliyejamaa haki yake kwa ajili ya hisani na kuunga udugu. Na mhitaji na aliyekatikiwa safari yake wape pia haki zao kutokana na zaka na sadaka. Hayo ndiyo ya kheri kwa wenye kutaka radhi ya Mwenyezi Mungu na wanataka thawabu zake. Na hao ndiyo wenye kufuzu kuipata neema ya milele. Na mnachotoa enyi wala riba katika mali ili kuzidieni kutokana na mali yao, basi kwa Mwenyezi Mungu hakizidi wala hakingi baraka. Na mnachotoa sadaka kwa kutafuta wajihi wa Mwenyezi Mungu bila ria, kujionyesha tu wala tamaa kulipwa, basi hao ndiyo watakaopewa malipo mema marudufu. Mwenyezi Mungu subhanahu aliyetakasika ndiye aliyekuumbeni, kisha akakupeni cha kukupeni maisha, kisha ndiye anakufisheni, na kisha akakufufueni kutoka makaburini mwenu. Je, yupo yeyote katika hao miungu wakishirikina mnaodai na mkawaabudu badala ya Mwenyezi Mungu mwenye kutenda hayo ya kuumba na kuruzuku na kufisha na kufufua au kitendo chochote? Mwenyezi Mungu ametakasika na hayo wanamshirikisha naye. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. Ufisadi umedhihiri bara na baharini kwa iliyoyafanya mikono ya watu, ili Mwenyezi Mungu awaonyeshe baadhi ya walioyatenda, huenda wakarejea kwa kutubu. Sema, safirini duniani muangalie ulikuwaje mwisho wa waliotangulia. Wengi wao walikuwa washirikina. Basi uelekeze uso wako kwenye dini iliyonyoka kabla ya kufika siku hiyo isiyozuilika inayotoka kwa Mwenyezi Mungu. Siku hiyo watu watatengana. Anayekufuru basi ukafiri wake utakuwa juu yake mwenyewe, na anayetenda mema basi wanazitengezea nafsi zao, ili walipe walioamini na wakatenda mema kutokana na fadhila yake. Hakika yeye hawapendi makafiri. Na katika ishara zake ni kuzituma pepo ziletazo bishara njema, na ili kukonjesheni baadhi ya rehema zake,
na ili majahazi yende kwa amri yake, na mtafute kutokana na fadhila yake, na ili mumshukuru. Na hakika tulikwisha watuma mitume kwa kaumu zao, na wakawajia kwa hoja zilizo wazi, tukawaadhibu wale waliofanya ukosefu, na ilikuwa ni haki juu yetu kuwanusuru waumini. Mwenyezi Mungu ndiye anayezituma pepo zikayatimua mawingu, kisha akayatandaza mbinguni kama apendavyo, na akayafanya mapande mapande, basi ukaiona mvua inatoka ndani yake. Anapowafikishia awatakao katika waja wake, mara hao huwa na furaha. Na ingawa kabla ya kuteremshiwa walikuwa wenye kukata tamaa, basi ziangalie athari za rehema ya Mwenyezi Mungu, jinsi anavyoihuisha ardhi baada ya kufa kwake. Basi hakika huyo ndiye bila shaka mwenye kuhuisha wafu, na yeye ni muweza wa kila kitu. Na tungeutuma upepo na wakauona umekuwa rangi ya manjano, juu ya hayo wangeendelea kukufuru. Kwani wewe hakika huwafanyi maiti wakasikia, wala viziwi wakasikia wito wakishageuka kukupa mgongo, wala wewe huwaongoi vipofu na upotovu wao. Huwasikilizishi ila wanaoziamini aya zetu, hao ndio Waislamu walionyenyekea. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Kumetokea moto na ukame na kila maafa na kuharibika biashara na mafuriko kwa sababu ya uovu na madhambi, ili Mwenyezi Mungu awaadhibu watu duniani kwa baadhi ya vitendo vyao, huenda labda wakatubia maasi yao. Ewe nabii, waambie washirikina, nendeni pande mbalimbali za dunia, muangalie vipi waliishia waliokutangulieni. Mtaona kuwa Mwenyezi Mungu aliwaangamiza na akayaharibu majumba yao, kwa sababu wengi walikuwa shirikina kama nyinyi. Na uelekeze sawa sawa uso wako kwenye dini iliyokamilika kunyoka kwake, kabla haijafika siku ambayo hapana mtu atakayeweza kuirejesha kwa Mwenyezi Mungu. Siku hiyo watu watagawanyika na hali zao zitakhtalifiana. Mwenye kumkufuru Mwenyezi Mungu, basi itampata mwenyewe laana ya ukafiri wake, na wenye kuamini na wakatenda mema, basi ni kwa ajili ya nafsi zao tu, wanajitengenezea njia nzuri iliyonyoka. Kwa sababu hakika Mwenyezi Mungu huwalipa walioamini na wakatenda mema kwa yale aliyoyatanguliza, na tena huwazidishia malipo yao kwa fadhili, kwani yeye anawapenda hao na anawachukia waliokufuru na wakazikanya neema zake. Na katika dalili za uwezo wa Mwenyezi Mungu na rehema yake ni kuwa yeye huzipeleka pepo za kubashiria mvua kwa sababu ya kumwagia mashambani na kunyweshia wanyama na watu, na ili akupeni katika kukumiminieni hisani zake manufaa yanayotokana na mvua, na ili zipate kwenda merikebu za majini kwa amri ya Mwenyezi Mungu na kudra yake, na ili mtafute riziki kwa fadhila yake kwa biashara na kutumia viliomo nchi kavu na baharini, na ili mpate kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa utiifu wenu na kumwabudu yeye tu. Na kabla yako hakika tulikwisha watuma mitume kwa kaumu zao, na kila mtume alikuja na hoja zilizo wazi zenye kuonyesha ukweli wake. Kaumu yake ikamkadhibisha, nasi basi tukawaangamiza wale waliofanya madhambi na wakaasi. Na Mwenyezi Mungu amejilazimisha nafsi yake kuwanusuru waja wake waumini. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliyetakasika na akatukuka ndiye anayezituma pepo ambazo kwa nguvu zake zikasukuma mawingu, na Mwenyezi Mungu akayatandaza mbinguni kama atakavyo hapa na kule, kwa uchache au wingi, na akayafanya mapande mapande. Basi nawe ndio unaona mvua inatoka kwenye mawingu. Na Mwenyezi Mungu anapoiteremsha mvua kwa waja wake watakao, hao huwa wepesi kukunjuka roho na kufurahi. Rejea kwenye maelezo ya aya 43 ya Suratu Nur. Nao hakika kabla ya kunyeshewa na mvua hiyo walikuwa wamekwisha kata tamaa na wamedua. Basi angalie mvua mwangalio wa kufikiri na kuzingatia vipi Mwenyezi Mungu anavyoihuisha ardhi baada ya kuwa imetulia kama maiti. Hakika aliyehuisha ardhi baada ya kufa kwake bila shaka ni muweza wa kuwahuisha watu.
na yeye ni mtimilifu wa uweza, hashindwi na kitu. Nami ninaapa, lau kuwa tukiwapelekea upepo wa kudhuru mimea, nao wakauona umekuwa manjano kwa sababu yake, hapana shaka wataendelea hata baada ya kuwa manjano, wakizikanya neema na wakimkataa Mwenyezi Mungu. Basi wewe usihuzunike kwa inadi yao na kutokuitikia, kwani wewe huwezi kuwafanya maiti wausikie wito wako, wala kuwafanya viziwi wakusikie unapowanadia, wakizidi uziwi wao kwa wanavyokukimbia kwa mapuza. Na watu hawa ni kama vipofu, kwa vile nyoyo zao zimefungika wafuati uongofu. Na wewe huwezi kuongoa vipofu na ukawazuia wasifanye ukafiri wao. Ama hakika wewe unaweza kuwafanya wakusikie msikio wa kufahamu na kukubali wale ambao nyoyo zao zimejitayarisha kupokea imani. Basi hao wanaifuata haki na kudhihiri. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. Mwenyezi Mungu ndiye aliyekuumbeni kutokana na udhaifu, kisha kajalia nguvu baada ya unyonge, kisha kajalia baada ya nguvu unyonge tena na ukongwe. Anaumba atakavyo, na ndiye mjuzi mwenye uweza. Na siku itaposimama saa, wakosefu wataapa kwamba hawakukaa duniani ila saa moja tu. Hivyo ndivyo walivyokuwa wakipotozwa. Na waliopewa elimu na imani watasema, hakika nyinyi mlikwisha kaa katika hukumu ya Mwenyezi Mungu mpaka siku ya kufufuliwa. Basi hii ndiyo siku ya kufufuliwa, lakini nyinyi mlikuwa hamuijui. Basi siku hiyo hautawafaa waliodhulumu udhuru wao, wala haitotakiwa toba yao. Na hakika tulikwisha wapigia watu kila mfano katika hii Qur'an. Na ukiwaletea ishara yoyote, hapana shaka waliokufuru watasema, nyinyi si chochote ila ni waongo. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu anavyopiga muhuri kwenye nyoyo za wasiojua. Basi subiri, hakika ahadi ya Mwenyezi Mungu ni ya haki, wala wasikupaparishe hao wasiokuwa na yakini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Mwenyezi Mungu ndiye aliyekuumbeni kutokana na tone la manii mkawa dhaifu, hamna nguvu, kisha akakujalieni baada ya unyonge huo mkawa na nguvu. Akakukuzeni hata mkawa watu wazima, kisha akakufanyeni baada ya nguvu hizi mkawa na udhaifu wa uzee na ukongwe. Yeye huumba atakavyo, na yeye ndiye mjuzi wa kupanga uumbaji wake, mweza wa kuleta takacho.
na siku itapofika saa ya kiyama, makafiri wataapa kwamba hawakukaa duniani au makaburini mwao isipokuwa kwa muda wa saa moja tu. Na mfano wa mwendo kama huo ndivyo mashetani walikuwa wakiwaendesha duniani, kuachisha haki na kuwapeleka kwenye upotovu. Na waliopewa ujuzi na Mwenyezi Mungu nao ni manabii na malaika na waumini watasema, bila shaka nyinyi mlikushakaa katika hukumu ya Mwenyezi Mungu na amri yake mpaka siku ya kufufuliwa. Basi hii ndiyo siku ya kufufuliwa mlioikanya, na lakini nyinyi duniani mlikuwa hamjui kama hii ni haki kwa ujinga wenu na mapuuza yenu. Basi siku hiyo watafufuliwa watu. Hakutowafaa kitu makafiri kutoa udhuru wao kwa kukanya kwao na kuwakadhibisha kwao mitume wao, wala hata wataka mtu yoyote wafanye jambo la kumridhi Mwenyezi Mungu, kwa kuwa wao wamekwisha kudharaulika mbele yake na wamefukuzwa kutokana na rehema yake. Na kwa ajili ya uongofu wa watu tumebainisha katika Kurani hii kila mfano wa kuongoza kwenye njia ya uongofu. Na wewe kuwaletea kila muujiza bila shaka makafiri kwa kupita hadi nda yao na ugumu wa nyoyo zao watasema, wewe na wao wanaokufuata si chochote ila ni waongo tu katika huo wito wenu. Na muhuri kama huu umepigwa juu ya nyoyo za hao wasioijua tauhidi miongoni mwa majahili. Ewe nabii, yavumilie maudhi yao. Hakika hadi ya Mwenyezi Mungu kukupa ushindi juu ya maadui wako na kushinda kwa Uislamu juu ya dini zote ni kweli isiyogeuka kabisa. Wala wasiomwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake wasikuletee dhiki na ukaiacha subira.